Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji, popote pale ambapo unatega sikio lako kunifuatilia kupitia chaneli hii ya Yerusalemu TV. Hii ni sauti ya mtu aliye nyikani, tukitengeneza nyikani njia kuu ya Bwana Mungu wetu na tukiyanyoosha mapito yake. Maana kila bonde litajazwa na kila kilima na kilima kitashushwa, na pale ambapo umepindishwa usipate kuijua ile kweli, basi Bwana amenituma kama sehemu ya kumwakilisha kwa kunena kwa yeye kunena kwa kupitia kinywa hichi kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu, ili upate kujua ile kweli kwa pale ambapo umepindishwa kujua kweli. Moja kwa moja, kabla sijafikisha ujumbe kwa muhusika, basi naomba niombe. Nikiomba maombi haya nikiamini ya kwamba moja kwa moja hata wewe msikilizaji na mtazamaji ambaye unanifuatilia na kunisikiliza, ujumbe huu utafika kwa muhusika kulingana na kile ambacho Mungu ametaka upitie kupitia mtandao huu. Naomba niombe. Baba, ninakushukuru na ninasema asante kwa nafasi hii na kwa kibali hichi ambacho umenipatia ili niweze kufikisha ujumbe huu kwa muhusika kwa wakati huu. Wakati huu Bwana, nikiamini Roho wako Mtakatifu anaenda kuungana na mimi ili kuweza kuufikisha ujumbe huu kwa wakati huu. Asante kwa maana naamini hata Yona mwana wa Amitai ulipomtuma aende Ninawi awahabarishe watu wake kwa habari ya kutubu, yupo ambaye alipata ujumbe ule na akamfikishia mfalme, na mfalme akatoa amrisho kwa habari ya siku 3 watu kuhakikisha wanafunga na kuomba ili Mungu agairi kile ambacho amekusudia kukitenda juu ya Ninawi. Kwa kupitia ujumbe huu ambao Bwana pia umenipa, ninaamini yupo mtu ambaye anayesikiliza kupitia mtandao huu na ataufikisha kwa muhusika kulingana na kile ambacho umetaka akijue na aweze kukitekeleza kwa haraka. Amen. Basi moja kwa moja ninapokueleza kwamba ujumbe huu upo kwa ajili ya mtu ya muhusika, basi ninataka kueleza kwamba Bwana Mungu aliyeziumba mbingu na nchi amenipa ujumbe umwendee rais wa nchi ya Tanzania kuhakikisha kwamba anawaachia huru wale ambao wamekamatwa wakati wakiwa katika mchakato ya kuwaelezea watu kwa habari ya uchaguzi, na juu ya kile ambacho tunaelewa kwamba kila mmoja ana jinadi na anaweza kueleza kulingana na jinsi ambavyo amejaliwa kunena, ili watu waweze kuelewa na kufahamu na kuchukua hatua ya nini wanapaswa kukifanya. Basi moja kwa moja, wengi wanaweza kujiuliza kwa nini umeweza kusema wapo ambao watapata ujumbe huu kufikisha. Ukiwa ni msomaji mzuri wa Biblia takatifu, utaona hata Yona mwana wa Amitai alipotumwa aende Ninawi kuwahabarisha watu watubu, kadhalika wapo waliosikia. Na we mtazamaji na msikilizaji, Mungu amekusudia upate kusikia haya ninayoyanena. Yamkini unaweza ukawa mmoja wapo wa kuweza kumfikishia ujumbe huu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na yeye atakapopata ujumbe huu kama mfalme wa Ninawi alipopata ujumbe kupitia kinywa cha mtumishi wa Mungu Yona, kwa kupitia mtu alitoa amrisho kwamba watu wapate kutubu. Hivyo na rais wa nchi ya Tanzania, kwa kuwa unayo mamlaka ya kuamuru, basi utakapopata ujumbe kupitia mtu atakayesikiliza ujumbe huu, au utakapoupata kupitia chaneli hii au mtandao huu wa YouTube, basi moja kwa moja anachotaka Mungu kitekeleze
ni kuhakikisha unamwachia Tundu Antipas Lissu huru, kwa maana una amrisho la kuamuru hata wale ambao wamemkamata waweze kumwachia, kwa maana hata mfalme wa Ninawi alipotambua kwamba agizo limetoka kwa kupitia kinywa cha mtumishi wa Mungu Yona, hakujiuliza mara mbili mara tatu, alitoa amri. Hivyo Mungu hajabadilisha taratibu zake. Una sababu ya kutoa amri apate kuwekwa huru, kwa maana Mungu ameweza kuniambia nikueleze, amesikia kilio cha watu wake na ameona kilio hichi kimemfikia huko mbinguni, kama vile ambavyo wana wa Israeli walipokuwa utumwani. Mungu alimtuma mtumishi wake Musa kumwambia Farao, waachie watu wangu. Haijalishi mfalme au Farao alikuwa na ugumu wa moyo kiasi gani, basi Mungu alikuwa ameamua maamuzi magumu sana kwa mfalme huyu, kupitia kufikia kiwango hata kuachiliwa mapigo, na mapigo hayo yalikuwa mapigo 10. Ikafikia tu hakuna nyumba ambayo alikuwa hafi mtu, kwa sababu tu ya ugumu wa moyo wa mfalme kuachia watu wake. Kwa kuna vitu ambavyo mnaweza mkakabiliana navyo kama taifa, kuna vitu unaweza kukabiliana navyo wewe kama rais, kwa sababu tu ya kutokutekeleza sauti au maagizo ya Mungu ambayo ameyatoa kupitia vinywa vya watumishi wake upate kuyatekeleza. Lakini moja kwa moja, wakati Mungu ananiambia nikueleze kwa habari ya kuachia watu wake, ameweza kuniambia manyanyaso anayoyaona, makatazo ya baadhi ya vyama, na hasa amekiona chama hichi cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, walivyoweza kufanya hila kuhakikisha kwamba hawawezi kugombea urais, hawawezi kugombea, hawawezi kufanya uchaguzi, watu wakafanya uchaguzi kuwachagua, kwa sababu tu ninyi mnataka kuendelea kutawala milele. Lakini Bwana akanena kwamba kwa kila jambo kuna wakati wake. Hata wafalme waliopita, ukiangalia katika Biblia, pale ambapo walipokuwa hawawezi kutekeleza haki yote kwa wale waliowachagua, basi Mungu huwa anachukua maamuzi ya kumsimamisha yule mfalme na kumuinua mtu mwingine ambaye ataweza kutekeleza yale ambao Mungu ametaka ayatekeleze. Hivyo unapofika kila wakati chini ya jua, iwe umetenda vizuri kama mfalme, huwa kila mwanadamu chini ya jua kwa kanuni za Mungu, huwa kila mtu ana wakati wake wa kutawala, kila mtu ana wakati wake wa kumiliki. Kwa maana utaona kila mtu anasema na mimi wakati wangu utafika. Kwa unapokuwa umefika wakati wa mtu, mkamwekea vikwazo, mkaweka makatazo, moja kwa moja ni kama kuzuia kazi ya Mungu ambayo Mungu naye alitaka na yeye yule aliyemchagua aweze kuitekeleza, ili hata siku ya hukumu naye aweze kusimamishwa na kuweza kueleza nini alichowatendea Watanzania. Hivyo kwa kanuni ambazo Mungu ameweza kuniambia, wale ambao
taka kuwakata na kusema kwamba hawa hawatagombea au hawa hawataingia kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi kwa sababu tu hawajajiorodhesha katika kitabu cha maadili. Cha kwanza, kanuni ya dunia na kanuni hata za ufalme wa Mungu. Hakuna kitu chochote duniani hata katika ufalme wa Mungu kinachowezwa kikafanyika na kikaleta maana kubwa pasipo ushindani. Hivyo kama mlikuwa mnatekeleza sheria ya kuhakikisha kwamba nchi inakuwa na vyama vingi, basi mlikuwa mnatekeleza kanuni na taratibu alizoziweka Mungu kwamba kama hakuna ushindani, hakuna ushindi. Ndio maana hata kitabu kitakatifu kinatueleza kwamba wapo ambao wanatakiwa kushinda ili warithi. Hivyo katika utafuta ufalme wa Mungu kuna ushindani mkubwa. Shetani anashindana usitende mema, maana mema ndio yanayotupa kuurithi ufalme wa Mungu. Na mabaya hayo ndio yanakuja kama sehemu ya kuhakikisha usiweze kushinda. Kwa yale yanayokuja kama mabaya kutaka uyatende, hayo ni moja ya vita, hayo ni moja ya ambao unatakiwa ushindane nayo ili uyashinde, uitwe mshindi. Hivyo mnapoharibu au mnapokuwa mnawaekea vikwazo ama mnapokuwa mnawakata ama mnawekea mazuio wale ambao mnafanya michuano, kama vile mtu anavyofungua biashara, nafikiri mnaelewa. Katika biashara pia kuna ushindani. Hizo ni kanuni ambazo Mungu ameziweka. Shuleni pia mmesoma, nako kuna ushindani. Hivyo hakuna ushindi kama hakuna ushindani. Hata dhamira zenu, unapokuwa umefanya kitu ukashinda, huwa kuna furaha ambao unaipata ndani ya moyo wako ya kuonyesha kwamba umeshinda kwa haki. Kwa kinachowatia hofu, kinachowafanya msiweze kushindana, ni kwa sababu tu mnaijua kweli ila hamtaki kutekeleza hiyo kweli. Na hapo mnapomzuia yeye anayetakiwa kugombea, moja kwa moja ni kana kwamba kuna uovu ambao mmeutenda. Maana kwa mujibu wa vifungu vitakatifu wa Biblia kwenye Mithali 28 mstari wa kwanza unasema, waovu ukimbia wasipofuatiwa na mtu, bali wenye haki ni majasiri kama simba. Kwa ikiwa kama mna haki ya kufanya ushindani na wapinzani wenzenu, hakuna haja ya kuwekea vikwazo, hakuna haja ya kuwakata, hakuna haja ya kuwekea makatazo ya kwamba hawajaweza kutekeleza kusaini kitabu cha maadili. Lakini maadili mojawapo ambao hata ninyi wenyewe mlioweza kusaini ni kuhakikisha kila mmoja ni haki yake. Hapo mnakuwa mmetimiza pia sheria na mmetimiza kanuni ambazo zinawafanya pia kuonekana pia na ninyi mna maadili. Kwa hata Watanzania wanapoona, wanajiuliza, hivi wanafuata maadili hata hizo katiba yao inavyosema? Je, wamefuata maadili ya taratibu za katiba yao? Na hata wanapokuwa wapinzani wenzenu wanaposimama na kusema kwamba hakutakuwa na uchaguzi kama taratibu za
uchaguzi hazitafuatwa, ninyi mnapokuwa mnainuka na kusema zitafanyika, mnakosea. Tena mnakosea kwa kiwango kikubwa sana. Kwa maana kila mtu anataka taratibu ama katiba iwekwe katika hali ya usawa, ili mshindani akishindwa akubali nimeshindwa, pasipo malalamiko. Maana malalamiko yanapomfikia Mungu na akaona kwamba kweli hapa kuna uminyaji kwenye katiba, kwenye ratiba au katiba ya nchi, basi Mungu huwa anamwadhibu au anatoa adhabu kwa wahusika. Naiona adhabu mtaipata, adhabu kubwa ya Mungu mtaipata, kwa sababu tu hamtaki kusikiliza, na hamtaki kuwasikiliza wale ambao wamewaweka. Wanapoona kwamba kuna mambo ambayo hamjawatekelezea, basi moja kwa moja mnakuwa mmewatendea vitendo vya unyama, vya ukatili mkubwa sana. Na wakati inapoeleza haya, kipengele kingine cha mwisho ninachotaka kukieleza miongoni mwa vingi ni pale ambapo mnakuwa mnaamua kutoa mauaji, mnaamua kumuua mtu. Maana tetesi nyingi za mauaji kwa wale ambao nao wanakuwa wanatetea zinakuwa wazi kwa mwanadamu, zinakuwa wazi zaidi kwa Mungu, kwa maana kile ambacho wanachotendewa ni pale tu wanaposema kweli. Lakini ikiwa kwamba mnajiamini na mnatimiza haki yote, kuna sababu gani taarifa za mauaji zikawa zinatoka kwa wale ambao mmeshakubali kuwa na upinzani, kuwa na ushindani nao? Mmeshakubali kuwa nchi kuwa na vyama vingi, na hiyo ndio kanuni ya kushinda. Hiyo ni taratibu ambazo zimewekwa kwamba lazima mshindane ili mshindi apatikane. Kwa wengi watafikiri kwamba anayesema kwamba hakuna uchaguzi, wanawaza kwamba anayesema tu labda ni mwanadamu Lissu, lakini Mungu anatembea ndani yake. Kwa nini? Mungu ni kweli. Anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu aje kwa Baba. Hivyo kama Mungu ni kweli, nao wanaona kwamba ili kweli Watanzania waridhie na ushindi utakaofanyika, basi wahakikisha wanatutekelezea kwa habari ya katiba mpya. Lakini wakati watasema kuna uchaguzi na taratibu zile ambazo wanaziomba mwatendei, hapo kunakuwa na uchaguzi gani? Hapo kunakuwa na ushindani gani? Na maana mnajiweka ambapo mnavunja kanuni za Mungu. Hivyo Mungu akiona taratibu hizo, mpaka anatumia kinywa cha Lissu kuzungumza, hata kama amuelewi kwamba ni yeye, basi wanaamua kuchukua maamuzi magumu kuadhibu wahusika. Naiona adhabu na kilio kikubwa itakabiliana nacho chama tawala cha CCM. Hivyo mauaji haya ambao pia Mungu ameyaona, na wale ambao wamemwagwa damu zao wakisema hata lini hutatulipia kisasi? Kwa maana tulikuwa tukitetea, na kuna watu Mungu hakuna watu ambao anawajibu au anasikiliza kilio chao kama mtu anayekufa katika hali ya kutaka kutenda haki. Kwa damu inayomwagika kwa mtu ambaye alikuwa anataka kutenda haki, damu hiyo inanena na inasikilizwa, na sauti yake imesikika sana masikioni mwa Mungu. Na huku kila mmoja akiwa anataka kuhakikisha anatamani kugombea ili aweze kutimiza
kanuni za Mungu za kwamba kila jambo duniani ni ushindani. Hata nchi nyingine mbalimbali hazijichagui tu, bali moja kwa moja zinafuata taratibu za ushindani. Hivyo ukisoma Biblia takatifu katika kitabu cha Habakuki 2:13 asema, mmejenga mji kwa damu na mmefanya miji pia miji mikubwa kwa uovu. Miji hii mmeijenga, lakini katika hali ya umwagaji damu. Ukinyima au kimbinya mtu au kimuua mtu aliyetakiwa akae katika hiyo nafasi, na ukajenga mji ama ukajenga nchi kwa namna ambavyo kila mmoja anatoka, nani mnatoka kunadi sera zenu na kusema tumejenga nchi, tumejenga madaraja, tumejenga kila kitu. Lakini kuna watu pia ambao wanaweza pia kujenga nchi au kujenga nyumba zao au biashara zao, lakini nyuma ya ile biashara alimtoa mtu kafara, alimuua mtu ili amiliki hata sehemu ya kiwanja. Kwa chochote unachokuwa unakifanya pale inakuwa ni dhuluma. Inakuwa kuna mtu ulimdhulumu uhai wake ili wewe uweze kujenga nyumba, ili uweze biashara yako kusimama. Kwa miji ama nchi, unapoona kwamba hata yale mnaoyafanya, kujenga madaraja au barabara au kuhakikisha kwamba mahitaji ya Watanzania, na mnapokuwa mnaona hayaendi kwa sawa, ni kweli mtawafurahisha watu wa nchi kwamba mmewajengea mji na madaraja, lakini Mungu nyuma yake anasema, mbona miji yao au mbona nchi yao, kila kitu kilichojengwa ni kwa damu. Kwa maana yule aliyetakiwa ashike nafasi hiyo, mkaweza kudhulumu uhai wake, ninyi mkasimama. Kile kipato mnachokipata au ile fedha, mnapoamua kusimamisha au kujenga chochote, ama hospitali ama mashule ama nini, Mungu akitazama anaona, mbona mji, mbona nyumba, mbona nchi hii, kila kitu kimejengwa kwa damu. Na kuna watu wengine, ili ufalme wao ama jambo liweze kusimama, maana najua watu wanaelewa sana mambo ya uchawi, hata pale mnapoweza kusema kwamba serikali itambue uchawi, wanafanya vitendo vya kutoa kafara ili waweze kusimamisha msingi wa kitu. Kwa hata mnaposema nchi ina msingi, imejengwa katika msingi, ina maana ni msingi wa damu za watu zinalia, kwa maana umemdhulumu nafasi yake. Yule aliyepata nafasi yake akafanikisha, akajenga kuwaletea Watanzania maendeleo, vile vitu huwa vinadumu. Kama ni bomba za maji zinaendelea kutoa maji wakati wote, kwa maana alitekeleza kwa haki, alishinda kwa haki. Kwa Mungu anasimama kuhakikisha vile vitu vinadumu, kwa sababu wale aliowachagua walichaguliwa katika haki, na kinachopatikana kikawaletea Watanzania maendeleo, huwa nacho kinadumu. Lakini ukajenga mji afu kuna damu zinanena, hata Watanzania wenyewe husika vile vitu hawawezi kuvifurahia, na kadhalika vile vitu pia haviwezi kudumu katika maeneo yao mbalimbali mliowajengea. Hivyo na waasa ya kwamba kila mlichokifanya hapa chini ya jua, Mungu amekiona. Kwa mna ulazimu wa kuhakikisha waachia watu wawe na uhuru wa kusema, wawe na uhuru
waambia watu kile ambacho nao wanataka wawatendee, ili haki ya kuhakikisha kila mmoja anashinda kwa haki, ili moja kwa moja kila mmoja ndani ya moyo wake aone kwamba mimi ama chama fulani nilichokipigia kura au nilichokichagua kimeweza kushinda kwa haki. Lakini nje ya haya yanayotokea kwa kuwakata watu wanaposhinda, mnajichimbia kaburi wenyewe. Hivyo nimefikisha ujumbe kama Yona mwana wa Amitai alipoagizwa atoe ujumbe. Unataka usalama, hakikisha tu unataka uwe salama pamoja na watu wale ambao wako katika chama chako cha pinzani, ili na wao washinde katika haki na wawe salama. Basi mna sababu ya kukaa na kufikiri upya kabla mjaingia katika uchaguzi, ili mtekeleze yale ambao wapinzani wenu au wale ambao mmeamua kufanya ushindani na wao, kila mmoja aridhike baada ya uchaguzi. Lakini ikiwa ni nje yao, wakati unawaza kwamba utadumu katika hicho kiti cha urais, na kuambia kabisa ni unabii ambao ninakupa na ninatoa kwako, ambao Bwana ametaka niseme na wewe. Hautadumu kwenye hicho kiti katika nafasi ya urais. Unapoteza maisha kama vile ambavyo rais wa awamu ya hii aliyokuachia hakuweza kumaliza awamu hiyo, alishia njia. Kwa hiyo Mungu huwa anapenda amwambie mtu jambo kabla hajamfika. Hivyo yapokee. Haujataka kuyapokea, wakati utazunguka.